Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026. Hii ni Februari 2026 na ni mwendelezo wa masomo haya, tukikumbuka Januari tulikuwa na somo linalosema wana na binti za Mungu. Mwezi huu tutakuwa na mada kuu isemayo maisha yangu leo. Hii ni Februari 1. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa sababu ya upendo wako na rehema yako kuu maishani mwetu. Asante kwa amani ambayo umeendelea kutupatia. Asante kwa namna ambavyo umeendelea kusimama na kila mmoja wetu. Tunakushukuru kwa mwezi uliopita, nasi tunajikabidhi mikononi mwako kwa mwezi huu mwingine. Tembea nasi ukitufundisha kuyatenda mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo Februari 1 inasema nautoa moyo wangu. Imejengeka katika kitabu cha Mithali 23 aya ya 26. Neno la Mungu linasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Bwana anamwambia kila mmoja wetu, mwanangu, nipe moyo wako. Anaona mapungufu yako. Anajua kwamba roho yako ina ugonjwa wa dhambi na anatamani kukuambia umesamehewa dhambi zako. Tabibu mkuu anayo tiba ya kila ugonjwa, anaielewa haja yako. Chochote kile ambacho kinaweza kuwa makosa yako, yeye anajua jinsi ya kukabiliana nacho. Je, unaweza kuweka tumaini lako kwake? Baraka za Mungu zitakuwa juu ya kila mtu anayejisalimisha kikamilifu kwake. Tunapomtafuta Mungu kwa moyo wote, tutampata. Mungu anatupenda sana na anataka tufanye kazi kwa bidii kwa ajili ya umilele. Ameitoa mbingu yote kupitia zawadi moja na hakuna sababu ya kwa nini tutilie shaka upendo wake. Mtazame Yesu pale Kalvari. Mungu anakusihi umpatie moyo wako, uwezo wako, talanta zako na mapenzi yako. Yote yanapaswa kusalimishwa kwake ili aweze kufanya kazi ndani yako, kutaka kwako na kutenda kwako, kwa kulitimiza kusudi lake jema na kukufanya kufaa kwa ajili ya uzima wa milele. Yesu anapokaa moyoni, nafsi itajazwa na upendo wake, kwa furaha ya kujumuika pamoja naye, kiasi kwamba itashikamana naye, na katika kumtafakari nafsi itasahaulika. Kumpenda Yesu kutakuwa chemchemi ya utendaji. Wale wanaouhisi upendo wa Mungu ubidishao hawaulizi ni kiasi gani kinaweza kutolewa ili kukidhi mahitaji ya Mungu. Hawaombi viwango vya chini kabisa, bali wanalenga kupatana kikamilifu na mapenzi ya mkombozi wao. Kwa shauku ya kina wanatoa yote na kudhihirisha upendo upatanao na thamani ya yule wamtafutaye. Ni roho ya kujisalimisha ifundishikayo ambayo Mungu anaitaka. Kile ambacho huyapatia maombi ubora wake ni ukweli kwamba hutoka kwenye moyo mwema na mtiifu. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, kwa mwezi huu wa Februari, ikiwa ni Februari 1, 2026, mada yetu leo inasema nautoa moyo wangu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
popote na Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapotupwa akali wangu, ajaponiongoza njia mbaya, niwapo na Yesu nashukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele, akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.